Hii leo msikilizaji, lakini pia na mtazamaji, nataka nizungumzie kitu ambacho hapo nyumbani wewe unakiona cha kawaida, na ndio maana nakwambiaga siku zote unyagoni utaona kwamba hichi ni kinu, utaona huu ni mchi, lakini vina maana vya ndani sana, hususan ndani ya unyagoni. Sasa leo bwana, nataka nizungumzie kuhusiana na mto ama pilo. Wewe unaziona pale kwenye kitanda, mke wako amekutandikia vizuri, ameweka mito miwili, mmoja wako mmoja wake. Wewe kama mwanamke ama wewe kama mwanamume unajua tu ni kulala na kuiwekea shingo ili upate na usingizi mnono. Lakini hapa ndani ya unyagoni jamani, mto ama pilo ina kazi kubwa sana kwenye 6x6 bedini, hususan ule wakati wa kuvumbulana. Kuna wanawake wengine wanapenda, unajua sio makosa yao, wanapenda kule kukunjwa, kuroliwa wakati wa kuvumbulana, wanapenda watumiliwe mikao mingine ama sex position nyingine ambazo ndio zinawafikisha kileleni kwa urahisi. Na hii ni siri mwanamke na kupatia. Iwapo katika kuvumbulwa kwako umegeuzwa kushoto, ukageuzwa kulia, ukainamishwa, ukasimamishwa, ukaambiwa shika dari, ukaingizwa chini ya meza, ukapata staili ambayo inakusaidia kwa haraka wewe kufika kileleni, basi zuia hapo hapo, kwa sababu hakuna kitu kitamu kama mwanamke kuvumbulwa ufike kileleni. Hata akakukunja kushoto, akakukunja kulia, akiwa anafanya mbwembwe zake, mwambie yote 9-10, nataka Hanisi style. Hiyo ndio inanisaidia mimi kama mwanamke kufika kileleni. Sasa nipo hapa, kuna wanawake wengine ambao ni wavivu. Ni wavivu sana wakiwa kitandani wakati wa kuvumbulana. Mwanamume anapata kazi kubwa sana, anapata kazi ngumu ya kumgeuza ama ya kumuinua, yeye mwenyewe hajisaidii. Sasa ule mto ama ile pilo inakusaidia wewe mtoto wa kike. Staili utakayokalishwa, utakayolazwa, kama huwezi kujibinua, huwezi kujiinua kwa sababu labda uzito wa mwili wako, ukubwa wa mwili wako na hauko flexible, ile pilo ndio inafanya hiyo kazi. Yani inakusaidia kwa njia moja ama nyingine. Kama ni kwenye kiuno pale, unaekwa hiyo pilo ili nyonga ipate kupanda juu. Kwa sababu kuna mikao mingine ambayo lazima mwanamke ujitume, aidha kwa kujienua ama kwa kupanda juu, ili kipochi manyoya na uume viingiliane vizuri, ndio muweze kuvumbulana kwa ufasaha, lakini pia muweze kufika kileleni kwa pamoja. Sasa kama wewe unajua, mwanamume unayenisikiliza, kama unajua mwanamke wako ni mvivu, tumia pilo. Eka chini ya kinena, eka chini ya kiuno, eka chini ya makalio, ili upate mautande yaje juu, upate kumvumbula vizuri. Wewe usione pilo kwamba zimetandikiwa kitandani ni zako wewe za kuwekea kichwa na kulala. Hapana. Pilo zina kazi yake na ni lazima. Itakuwa ni usungu mkubwa sana wewe mwanamke umetandika kitanda alafu kitanda chako hakina pilo. Huo ni usungo mkubwa sana. Na shurti ukiwa na pilo lazima ujue kuzitumia. Sasa niambie hapo kwenye comment section. Kwanza, kitanda chako kina pilo? Pili, unajua kuzitumia?